Kupitia katika ukurasa wa mtu mzima Harmonize mapema ileo ameposti picha ya mwanadada ambaye ameandika jina lake katika kifua chake na ameandika Konde Gang. Baada ya Harmonize kuwa ameposti picha hiyo kupitia katika ukurasa wake wa Instagram ambao una zaidi ya wafuatiliaji au followers milioni 6.6, na ameposti posti akiwa katika eneo la Hotel Verde iliyoko Zanzibar, na akaisindikiza na caption ambayo inasomeka hivi: I'm taking her to my tour. Akaweka emoji za love, Mwanza, Kahama and Shinyanga, please tag the queen. Akawa amesema for me, akawa ameweka emoji za kushukuru. Mpaka nazama mitamboni, post hili kwa imemaliza dakika 2 na ilikuwa imepata zaidi ya likes 308, kitu ambacho si cha kawaida. Baada ya mtu mzima Harmonize kuwa ameposti picha ya mdada huyo, ameisindikiza na caption ambayo nimekusomea, Watanzania wengi wameweza kudondoka. Mtu ambaye anafahamika kama Smaki Mchenga akasema, unataka kujipoza machungu Nyauba wewe, hebu achana na dada yangu msiu. Mwingine kasema, mama Saka alichola na piko dada watu, leo anaenda kujikita ya kweli. Akawa ameweka emoji za kucheka. Huyu mwingine kasema ndio kashalia hivi. Huyu mwingine kaweka emoji za fire, lakini official DJ Kisiga kasema noma, kaweka emoji za kukubali. Lakini Lema TZ kasema ha ha ha, kama mentagot baby TZ akasema ndo huyo. Huyu mwingine kaweka emoji za kukubali. Davy Ivan kaweka emoji za strong. Huyu mwingine kasema stop posting my girlfriend, tutakosana bure. Akawa amemtag Harmonize. Huyu kaweka emoji za fire. Huyu kaweka emoji za fire pia. Huyu kaweka emoji za fire, lakini katala update akasema tembo bado upo zenja. Akawa amemtag mtu mzima Harmonize. Bana, karibu sana mtazamaji wa L Media. Sasa kikubwa ambacho inabidi ukifahamu, moja kati ya vitu ambavyo vina trend this time around ni ile issue ambayo inamhusu Harmonize pamoja na Kajala. Lakini kitu ambacho inabidi ukifahamu ni kwamba Harmonize anazidi kufanya vizuri kimuziki. Nataka nikusogeze na muunganiko wa story zote hizi. Mwishoni mwa video hii usisahau kundropshia maoni yako kwenye comment section, lakini kulike, share na kusubscribe. Utakuwa moja kati ya watu ambao umetishia kinoma noma. Kumbuka, ukiona maandishi hapo chini ni mekundu, tabonyeza, yatabadilika rangi kutoka kuwa red mpaka yatakuwa colorless, na hiyo itakwambia kwamba tarisha kama na familia ya L Media, na zile infotainment zote kale ambazo tutakuwa tukiziunlock kutokea hapa L Media, utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuweza access. Sasa kabla sijaanza kukuupdate, inabidi nikufahamishe kabisa kwamba mtu mzima Harmonize this time around anazidi kufanya vizuri kimuziki. Anazidi kufanya vipi? Tunafahamu kabisa kwamba siku 2 zilizopita mtu mzima Harmonize alipokea tuzo kutoka katika kituo cha Clouds Plus, ambayo ilikuwa ni tuzo ya heshima kutokana na muziki ambao anaufanya, na kikubwa ngoma zake zinazidi kufanya poa. Kwa mfano ngoma ya Wapo ambayo Harmonize aliachia Disemba 30 mwaka 2020, na mpaka this time around kwenye mtandao wa YouTube imemaliza wiki 2 na ikiwa ni audio, lakini bado iko kwenye trending tab hapa nchini Tanzania, kwa sababu imekaa namba 49 on trending, ikiwa imetazamwa na watu milioni 2,357,606, lakini imemaliza wiki 2 katika mtandao wa YouTube, ambapo imepata likes 46,000 na dislike 1900, huku ikiwa imepanda kwenye YouTube channel ya mtu mzima Harmonize ambayo ina jumla ya subscribers milioni 2.2. Lakini hivyo inabidi ufahamu kwamba ilipanda Disemba 30 mwaka 2020, na ngoma hii watu wengi wanazidi kudai kwamba huenda ndio ngoma ambayo imemfanya Diamond Platnumz pamoja na familia yake waweze kuweka wazi kwamba Mzee Abdul si babake, kutokana kwamba moja kati ya vitu ambavyo vimeongelewa katika ngoma hii ni zile issue ambazo aliweza kuziunlock mtu mzima Harmonize, na kusema kwamba kama baba na mama ni nguzo ya dunia, basi wapende wote, sio mmoja anacheka na mwingine analia bila msaada wowote. Na watu wengi waliweza kwenda mbali na kuweza kuihusishanisha moja kwa moja na familia ya Diamond Platnumz, na mpaka this time around Mama Dangote ameweza kuweka wazi kwamba Mzee Abdul si baba halisi wa mtu mzima Diamond Platnumz. King sio Zechi Budichi Budenga Simba kutoka katika mbuga ya Tandale, wengi wakipenda kumuita Nasibu Abdul kwa majina ambayo alipewa na wazazi, lakini this time around tutakuwa tukimfahamu kama Diamond Nyange, au tutakuwa tukimfahamu kama Nasib Nyange, kitu ambacho Watanzania wengi hatujazoea. Bana, sasa kikubwa ambacho inabidi ukifahamu ni kwamba this time around Harmonize anatamba na ngoma yake nyingine ambayo inafahamika kama Anajikosha. Najua unapenda kufahamu kwamba Anajikosha imefika wapi katika mtandao wa YouTube. Anajikosha imepanda wiki 2 zilizopita katika YouTube channel mtu mzima Harmonize ambayo ina zaidi ya subscribers milioni 2, lakini imetazamwa na jumla ya watu 681,000, ikiwa imemaliza wiki 2 katika mtandao huo, lakini imepata zaidi ya likes 19,000 na dislike 1,300, kitu ambacho si cha kawaida kabisa. Sasa kikubwa ambacho inabidi ni kusano nacho this time around mtu mzima Harmonize
ameweza kuweka wazi uhusiano wake pamoja na Kajala. Na ameweza kuweka vipi? Wadaku au watu wa karibu ambao wanatufikishia information ni kwamba Harmonize na Kajala hizi siku za karibuni kuna namna ambavyo wamekosana, kwa sababu Harmonize ameenda akafanya issue ambayo sio katika mapenzi yake na Kajala ameenda akaifanya huko Zanzibar. Sasa baada ya kuwa ameenda amekosea huko Zanzibar na mtu mzima Kajala amekuja akafuma mchongo mzima the way ambavyo Harmonize ameweza kumsaliti. Na kupitia katika status WhatsApp ya Harmonize, kama wewe una namba ya Harmonize na amesave namba yako, mapema leo ameposti kupitia katika status WhatsApp na akaandika kitu ambacho kinasomeka I love Kajala na akaweka emoji za kumlilia. Bana kitu ambacho inabidi ukifahamu ni kwamba wadaku hawajachelewa ka screenshot ngoma hiyo na ikaanza kutembea this time around na imekuwa viral sana. Kikubwa ambacho kinasemekana ni kwamba Harmonize kuna kitu amekosea Zanzibar na this time around mambo yamekuwa moto, na status hiyo ya Harmonize imeweza kusambaa sana all over kwenye mitandao tofauti ikiwa inaonekana Harmonize analilia penzi la Kajala. Bana, Harmonize na Kajala walishatajwa kuwa katika mahusiano ya kimapenzi, lakini wote walikana na walidai kwamba uhusiano wao unatokana na dada yake Harmonize kikazi ambaye anafahamika kama Ramata, ambaye pia ni bosi wa Kajala, kwamba ndo anawaunganisha, anamchukulia kama sister yake, lakini no more love. Bana, let's wait and see tuone kitu gani ambacho kita happen. Huenda kuna ukweli kati ya penzi la Harmonize pamoja na Kajala, kutokana kwamba mapenzi yamekuwa yakianza na rumors tofauti. Kwa mfano tulimuona mtu mzima Billnass pamoja na Nandy walificha, lakini kaja kuweka wazi. Kusa pamoja na mtu mzima Auntie Ezekiel ilificha, lakini kaweka wazi. Lakini this time around mtu mzima Harmonize pamoja na Kajala wameficha penzi lao, lakini huenda likaja likawekwa wazi zaidi, tofauti na hichi kitu ambacho amekifanya Harmonize mapema leo ya kuposti kulilia penzi la Kajala kupitia katika WhatsApp status ya kwake Harmonize. Lakini kikubwa last but not the least, kikubwa ambacho inabidi ukifahamu ni kwamba mwanadada Zuchu ambaye yuko signed under like label ya Wasafi, ambayo yuko chini ya mtu mzima Diamond Platnumz, Young Sioze, Chibudenga Simba kutoka katika mbuga ya Tandale, wengi wakipenda kumuita Nasibu Abdul kwa majina mbali pewa na wazazi, lakini this time around tutakuwa tukimfahamu kama Nasibu Nyange, kutokana kwamba imegundulika kwamba Abdul sio baba yake na Diamond. Na kikubwa ambacho inabidi ukifahamu, Diamond Platnumz ndo MD wa Wasafi TV, Wasafi FM pamoja na Zoom Extra. This time around mtu mzima Zuchu anatamba na ngoma yake ambayo inafahamika kama Sukari. Bana, mpaka napanda hivi nyuma ya kipaza sauti kuweza kukipakaza. Ngoma ya mtu mzima Zuchu ambayo inafahamika kama Sukari imepanda audio katika YouTube channel mtu mzima Zuchu ambayo ina jumla ya subscribers 667,000 na ikiwa imepata likes 9,000 na dislike 334, lakini na imekaa namba 14 trending, kitu ambacho si cha kawaida na ni ngoma kali. Kama ni mpenzi au muziki mzuri, unaweza ukatembelea YouTube channel mtu mzima Zuchu na ukaweza kuenjoy muziki mzuri kutoka kwa Zuchu. Usisahau kundropshia maoni yako. Boom shakalaka.